Hapa Tanzania tunao majezuiti hapa Dar es Salaam na pia Dodoma tuna shule ya sekondari na msingi, na Mwanza tunao parokia, na Arusha tunao nyumba ya malezi yani novitiate penye majezuiti. Kijana akijisikia kuwa anataka kuwa mjezuiti anaanzia malezi pale. Kweli tuko kwenye kipindi cha maombolezo kwa Baba Mtakatifu Francisco aliyekuwa mjezuiti, na yeye kama Baba Mtakatifu ni mjezuiti na papa, lakini kwa papa ni wa kanisa lote na kiongozi dunia mzima. Yeye aliishi maisha yake na kila mara alikuwa anazingatia utu. Alikuwa anazingatia utu, kuwa kila mwanadamu aheshimiwe. Kila mwanadamu apewe heshima. Kila mwanadamu apewe haki yake. Na ndiyo unakuta hata alipokuwa anaandika barua tofauti tofauti, alikuwa anahimiza maaskofu, mapadri na Wakristo wawe wazi kupokea watu watakapowajia, huku wanatafuta njia kumsifu Mungu. Na tunamshukuru sana kwa maisha yake, tunamshukuru Mungu kwa mafundisho yake, na pia tunamshukuru Mungu kwa njia alivyotuongoza. Wajua, kifo ni njia yetu ya kwenda kwa Mungu. Kwenye msingi ya kanisa Katoliki huwa tulikuwa tunaulizwa, nani alikuumba? Ni Mungu Mwenyezi aliniumba. Kwa sababu gani Mungu alikuumba? Ili nimjue, nimpende, nimtumikie na kukaa naye daima. Kukaa na Mungu daima inamaanisha umemaliza maisha yako hapa nchini na unarudi kwa Mungu. Na umekuwa unajitahidi kumjua Mungu kindani, na kumjua Mungu inamaanisha unakaa vizuri na jirani. Na jirani ni kila mwanadamu. Kumpenda Mungu kama anavyosema Mtakatifu Yohane, huwezi kusema kwamba unampenda Mungu na humpendi jirani. Kumpenda Mungu inaonyeshwa na kumpenda jirani. Na Mtakatifu Inyasi wa Loyola anasema kwamba tunaweza tu kuonyesha mapendo yetu kwa kazi tunayofanya. Kwa hiyo Baba Mtakatifu amesafiri, ametimiza wajibu wake, sasa Mungu amemchukua. Japo tunamuomboleza, yeye ameishi maisha yake kikamilifu. Na sio maombolezi, lakini kumshukuru Mungu kwamba alimuongoza mpaka mwisho wa maisha yake. Unakumbuka kabla ya siku ya Jumapili ya Pasaka, yeye alitoka kule St. Peter, akawasalimu watu, akawabariki, na watu walifurahia kumwona. Na kesho yake akafariki. Na President Putin wa Russia alitoa ujumbe cha muhimu. Yeye alimsifu Papa, alikuwa kiongozi sio tu wa Katoliki lakini dunia mzima. Na alisema, mimi sijui jinsi wa Katoliki wanasema, lakini kwetu wa Orthodox, mtu akifa kipindi cha Pasaka, huyu ni mtu mtimilifu, ni mtu mzuri. Na tumuombe Mungu azidi kumpokea kule mbinguni. Kule Roma kuna baba mkuu wetu Father Arturo Sosa.
Yeye juzi alitoa hotuba kuhusu Baba Mtakatifu. Kwanza aliandika waraka kwa majezuiti wote duniani, na juzi alitoa hotuba kuhusu kifo cha Baba Mtakatifu. Yeye alikuwa na msifu kwa kuwa alikuwa mwaminifu kwa kanisa. Alikuwa anaangalia mambo yanayodhuru kanisa na hakuogopa kuyatatua. Na pia yeye alizidi kuwa mwaminifu kama mjezuiti. Kwa kuwa sisi majezuiti tunaongozwa na mafundisho ya Ignasi wa Loyola, hasa kwenye mazoezi ya kiroho, yani spiritual exercises. Ni yeye alikuwa mwaminifu sana kwa mambo ya mazoezi ya kiroho. Sio tu kwa kusali, lakini mazoezi ya kiroho unatumia kwa utawala na pia kwa mafundisho. Na yeye aliunganisha hizi zote. Ya pili, aliunganisha mafundisho ya Francisco wa Assisi. Kwa kuwa alichukua jina Francisco, kumaanisha Francisco wa Assisi. Wengine walikuwa wanasema huenda ni Francisco Xaveri, akasema la, ni Francisco wa Assisi. Na yeye alikuwa anahimiza kwamba Francisco sio kuwa Mfransiska. Kwa hiyo yeye alikuwa anapenda na anafuata mafundisho ya Francisco wa Assisi, hasa kwa mambo ya mazingira, kwa mambo ya uelewano, kwa mambo ya amani. Na kila mara alipofika popote alikuwa anaeneza amani. Unakumbuka kule Sudan alienda akabusu miguu ya viongozi wa Sudan ili walete amani. Sisi kama Wajezuiti inakuwa kwamba kama mtu amekuwa kwenye uongozi wa shirika na sasa uongozi wa kanisa kama Baba Mtakatifu, tunahimizwa tusome misa kwa ajili yake. Kila padri asome misa 3. Kama mtu wa nyumba amekufa, wale wa nyumba wanasoma misa 3 na wale wa mbali wanasoma angalau misa 1 kwa ajili ya marehemu. Sasa sisi hapa Loyola juzi tulisoma misa kwa ajili ya Baba Mtakatifu, na tuendelea na kumsomea misa, na tuendelea kumshukuru Mungu kwa maisha yake na kwa mafundisho yake. Sisi kazi yetu ni kumwombea. Hata akishazikwa tutazidi kumwombea. Okay. Lakini kama alivyosema Padre Arturo Sosa, kinachofuata baada ya maziko ni kuchagua papa mwingine. Na huo utaratibu uko kanisani. Na huyu papa si kuchaguliwa tu kwa papa, ni yule ambaye anachukua kiti cha Petro. Kwa hiyo anaendeleza kanuni, ni mtu ambaye ataendeleza kanuni za kanisa. Na sisi tutaendelea tu kuomba Mungu ili yule atakapochaguliwa kuwa papa awe mtu mzuri, awe mtu wa sala, awe mtu mtakatifu na mtu ambaye anajua njia ya kutembea kuelekea utakatifu. Baba Mtakatifu akichaguliwa, mkuu wa majezuiti anaenda kwake na kutoa heshima. Na alipochaguliwa Papa Francisco, mkuu wetu Padre Adolfo Nicolas alimwendea kutoa heshima. Na baada ya hapo tulikuwa na kongamano ya majezuiti, General Congregation, penye Padre Arturo Sosa alichaguliwa. Na kwenye huo kongamano iliamuliwa kwamba ipendekezwe
ni njia gani tutafuata. Na baada ya muda, Padri Arturo Sosa alitoa mwelekeo kwa majezuiti wote duniani watafakari na wajadiliane juu ya mambo tutakapohimiza kwa miaka 5 ijayo. Na tulifanya apostolic preferences. Na apostolic preferences ni 4. Moja ni sala, hasa kuhimiza mafundisho ya mazoezi ya kiroho, kutunza mazingira, kuwajali wale ambao hawaja barikiwa, ambao wanateseka, hasa wakimbizi, na kuwatunza watoto, kuwafundisha watoto. Sasa haya tulipomaliza kukusanya majadiliano na maoni haya, yalipelekwa kwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu Francisco akayathibitisha na akazitoa kama utume wa Wajesuiti. Na kwa hiyo tunaendelea na huu utume, na Padre Arturo Sosa aliandika kitabu kimoja hapa, nitaileta. Kwenye kitabu hiki yeye, unaona yeye na Baba Mtakatifu, kwenye kitabu hiki ameeleza mambo ya kutembea na wale ambao tunastahili kutembea nao, watoto na wakimbizi, na kuwasaidia watu kiroho, na pia kuwasaidia watu kwenye mazoezi ya kiroho. Baba Mtakatifu alikuwa mjasiri, hakuwa anaogopa chochote. Na sisi kama Wajesuiti, kwenye mafundisho yetu, mtu anahimizwa awe mjasiri. Kwa hiyo yeye alikuwa mwaminifu kwenye mafundisho ya Majesuiti. Na ujasiri wake sio tu kuangalia kanisa Katoliki. Yeye alikuwa anaangalia dunia nzima. Unakuta alikuwa anakutana na ma-Orthodox na hata Waislamu, na wanaleta pamoja. Hata wale ambao hawaamini chochote, hata wao pia walikuwa anajaribu kuwavuta karibu. Unakumbuka kule Roma alikuwa anawatembelea wale wafungwa. Kwenye kipindi cha tulipokuwa tunaingia kwenye kipindi cha tulikuwa tunamalizia kipindi cha Kwaresma, alienda akawaosha miguu ya wafungwa. Tena alikuwa alitembelea wale ambao wanavuka Mediterranean, akaenda kwa wale wakimbizi waliozuiliwa kwenda, akaenda akawachukua wengine akawapeleka Roma. Kwa hiyo yeye alikuwa na moyo wa huruma, hasa kwa wale wanyonge wanaoteseka. Na alikuwa, kama nilivyosema hapo awali, alikuwa anajali utu ya kila mtu. Kweli maisha ya Baba Mtakatifu Francisco ni maisha ya kuigwa, hasa na vijana. Kumwiga Baba Mtakatifu inamaanisha kwamba vijana wakue wawe wajasiri. Vijana wakue huku wanahimiza ama ni watu wa amani, watu wa mapendo, watu wa sala. Na kwa wale ambao wanafikiria maisha ya kitawa, ningewashauri waangalie shirika tofauti tofauti, wajiunge nazo na wahudumie kanisa. Kwa watawa ambao tayari wako kwenye maisha ya kitawa, waendelee kuwa waaminifu, japo saa zingine kuna ugumu, lakini wasichoke. Kwa kuwa hata Bwana wetu Yesu Kristo alibeba msalaba
na akatwikwa juu yake, na mwishowe akashinda mauti, akaleta uzima. Huo ujasiri, huo kuwa na upeo kila mara kuangalia kuwasaidia wengine, itatusaidia sana. Na wale walio kwenye seminari wavumilie, wawe watu wa sala, na kwa mapadri wawe wavumilivu na pia wawe wajasiri kama Papa Francisco, wawe watu wa sala kwa wenyewe wasali, na pia wazidi kuwaongoza wengine kwa sala. Na tukieneza amani, tukieneza ujasiri, tukieneza umoja, kweli dunia yetu itakuwa na amani na watu wanaopendana, na kila mtu atakuwa anaheshimika. Tunapomaliza, tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Francisco. Mungu ampokee mbinguni. Raha ya milele mpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana.